Pili kuanzia mstari wa 4. Biblia inasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Mstari wa 5. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa makutano, walikutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote. Mstari wa ngapi? Naomba kwanza wa pili. Nasema kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto. Uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Yes. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Yes. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba leo ni sherehe ya kujawa na nguvu za Mungu. Kujawa na nguvu za nani? Na kati ya miongoni mwa watu wa Mungu wanatakiwa, kwa sababu wamebeba Roho Mtakatifu, kila maeneo anayopambana nayo lazima Roho Mtakatifu afanye nini? Afanye kazi. Sasa ujumbe ni roho, ujazo wa Roho Mtakatifu. Juzi tulisoma vitabu kidogo kwenye Agano la Kale, kitabu cha Waamuzi sura ya 13, tukasomewa aende sawa sawa. Na sisi ni wanadhiri. Ni wanadhiri, tumesha kuwa weka nadhiri na Mungu kuwa sisi hatutaenda kwenye dunia tena, si ndio? Hatutajichafua tena, si ndio? Kwa hiyo Samsoni tuliona maisha yake jinsi yalivyo. Alipambana kati ya vitabu au Waamuzi, ni miongoni mwa Samson ambaye kitabu cha Waamuzi kinamzungumzia sana Samson kwa sababu ya vile alivyovifanya. Amina. Kwa wale waliokuwepo juzi, naendelea kidogo na huko ambapo ukuwepo, lakini nikazungumza nikasema Roho Mtakatifu huwa anakuja wakati wa magumu. Wakati wa nini? Wa magumu na vita. Lakini lazima anapokuja lazima kwanza wewe ujitambue kuwa niko kwenye magumu. Anayetaka kumaliza magumu haya ni nani? Lazima utambue hilo. Hilo ni la msingi kutambua. Nimesema ujumbe ni Roho Mtakatifu. Lazima utambue. Kama utakuwa unapitia kwenye magumu, Roho Mtakatifu ndani hayupo, mahusiano kati ya wewe na Roho Mtakatifu hayapo, maana yake utabaki mwenyewe. Alafu baada ya kubaki mwenyewe utaendelea kukaa kwenye nini? Kwenye shida. Kwa hiyo nilizungumza kuhusu maisha ya Samsoni. Nitaenda haraka kidogo. Biblia inasema wakati Samsoni akakutana na simba, Biblia inasema akataka kumuungurumia, akaanza kumuungurumia, si ndio uliokuwepo? Alipoanza kumuungurumia Biblia inasema Roho wa Bwana akashuka juu ya nani? Ya Samsoni, akamchana yule nani? Yule simba. Baada ya kumchana yule simba, ndio maana nasema Roho Mtakatifu huwa anashuka mahali unapokuwa kazini. Amina. Samsoni tayari ameshaona mwana simba, kitendo kile Roho Mtakatifu anakuwa yupo karibu kumsaidia. Kwa ile nguvu ya Mungu ikashuka juu yake ili kufanya kupambana na nani? Na adui. Tulisoma kitabu kile. Lakini jambo lingine